Je, umewahi kujiuliza ni wapi wanariadha mashuhuri wa dunia huandaliwa? Ni wapi historia, tamaduni na maumbile hukutana na kuzaa vipaji vya kipekee? Leo katika makala ya Fahamu Kaunti Yako, tunakupeleka hadi kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti ya milima na mabonde, historia ndefu na watu walioiweka Kenya kwenye ramani ya dunia kupitia michezo. Mimi ni Davis Koskei. Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko katika eneo la bonde la Ufa, Rift Valley, ikipakana na kaunti za Uasin Gishu, Trans Nzoia, Pokot Magharibi na Baringo. Makao makuu ya kaunti hii ni Iten, mji unaojulikana kimataifa kama Home of Champions kutokana na kutoa wanariadha wengi wa kiwango cha juu duniani. Jina Elgeyo Marakwet linatokana na jamii mbili kuu zinazoishi katika eneo hili: Elgeyo maarufu pia kama Keyo na Marakwet. Majina haya yakiunganisha maksudi ili kutambua jamii zote mbili kwa usawa, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuondoa hisia za kutengwa chini ya mfumo wa ugatuzi. Kabla ya mwaka wa 2013, eneo hili lilifahamika kama wilaya ya Elgeyo na wilaya ya Marakwet, zote zikiwa sehemu za mkoa wa Rift Valley. Baada ya kupitishwa kwa katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010, wilaya hizi mbili ziliunganishwa rasmi na kuunda kaunti ya Elgeyo Marakwet tunayoifahamu hii leo. Kaunti ya Elgeyo Marakwet inakaliwa zaidi na jamii za Keyo na Marakwet, ambazo ni sehemu ya jamii kubwa ya Kalenjin. Na kwa mujibu wa historia za simulizi, jamii hizi mbili zinasemekana zilihama kutoka maeneo ya Upper Nile na Ethiopia ya sasa, zikielekea bonde la Ufa kati ya karne ya 17 na 18. Jamii ya Keyo ilijikita zaidi katika maeneo ya milima ya Elgeyo Escarpment, huku jamii ya Marakwet ikikaa zaidi katika bonde la Kerio. Ingawa walitengana kijiografia, jamii hizi mbili waliendelea kuunganishwa kupitia biashara, ndoa, sherehe za kitamaduni na mshikamano wa kijamii. Na ikija kwenye suala la kiutawala, kaunti ya Elgeyo Marakwet imegawanywa katika maeneo manne makuu ambayo ni kaunti ndogo, nayo ni pamoja na Keyo Kaskazini, Keyo Kusini, Marakwet Mashariki na Marakwet Magharibi. Maeneo haya yana mchanganyiko wa milima, mabonde na tambarare, huku Kerio Valley ikiwa uti wa mgongo wa shughuli nyingi za kilimo na ufugaji katika kaunti hii. Uchumi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet unategemea kwa kiasi kikubwa masuala na kilimo, ufugaji, michezo ya riadha na utalii wa kimazingira. Katika sekta ya kilimo, wakazi hulima mazao ya chakula kama vile mahindi, mtama, maharagwe, viazi na miogo, hasa katika maeneo ya Keyo Kusini na Kerio Valley, ambapo baadhi ya wakulima hutumia kilimo cha umwagiliaji. Ufugaji pia ni shughuli muhimu ya kiuchumi, kwa wakazi wakifuga ng'ombe kwa maziwa na nyama pamoja na mbuzi na kondoo ambao hutumika kama chanzo cha chakula, mapato na hata mahari. Kaunti hii pia imejijengea jina kubwa kupitia michezo ya riadha, ambapo wanariadha wanaofundishwa mjini Iten wameiweka Kenya kwenye ramani ya dunia, huku michezo hiyo ikitoa ajira, mapato na kufutia wanariadha wa kimataifa kwa mazoezi. Aidha,
Utalii wa kimazingira unaendelea kukua, ukijumuisha mandhari ya kuvutia ya Kerio Valley, Elgeyo Escarpment pamoja na vituo mbalimbali vya mafunzo vya wanariadha vinavyowavutia wageni kutoka mataifa ya nje. Kabla ya ukoloni, yani kabla ya mwaka wa 1895, kilimo kilikuwa cha misimu na cha kujikimu. Katika kipindi cha ukoloni kati ya 1895 hadi 1963, kilileta mbinu mpya za kisasa za kilimo, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji hasa katika bonde la Kerio. Jamii za Keyo na Marakwet ziliishi maisha yaliyojengwa juu ya mshikamano, heshima na utegemeano. Walikaa katika makazi ya kifamilia yaliyojengwa kwa miti, udongo na nyasi, yakiwa yamepangwa kulingana na ukoo. Jamii ya Keyo ilichagua milima ya Elgeyo Escarpment kwa ajili ya usalama, hali ya hewa nzuri na maji. Nayo jamii ya Marakwet ikijikita katika bonde la Kerio kutokana na rutuba ya ardhi, mito ya kudumu na fursa za kilimo za umwagiliaji. Mila na desturi zilikuwa uti wa mgongo wa jamii za Keyo na Marakwet, zikisimamia maadili, mshikamano na mwelekeo wa maisha ya kila siku. Tohara nayo ilikuwa hatua muhimu ya kuingia utu uzima, ambapo vijana walipitia mafunzo ya ujasiri, nidhamu na majukumu ya kijamii kabla ya kutambuliwa rasmi kama watu wazima. Ndoa za kijadi zilifanywa kwa kufuata taratibu maalum na zilihusisha mahari, ambayo haikuwa tu ishara ya heshima bali pia njia ya kuunganisha ukoo na kuimarisha mshikamano kati ya familia. Katika jamii hizi, wazee waliheshimiwa sana, wakichukuliwa kama walinzi wa mila, waamuzi wa migogoro na walimu wa maadili. Aidha, kulikuwepo na dhana ya malezi ya pamoja, ambapo mtoto hakuonekana kama mali ya wazazi pekee bali wa jamii mzima. Hivyo kila mwanajamii alikuwa na jukumu la kumlinda, kumfundisha na kumrekebisha. Kabla ya elimu ya kisasa, kulikuwepo na elimu ya jadi iliyofundisha vijana majukumu ya kijamii. Baada ya mwaka wa 1900, elimu ya kisasa ilianza kushamiri na eneo la kaunti hii inajulikana kwa kuthamini sana masomo na vipaji. Jamii hizi ziliongozwa na baraza la wazee maarufu kama Kokwet, lililosimamia utatuzi wa migogoro, maadili ya kijamii na mwelekeo wa maisha ya kijamii. Hadi leo, wazee bado wanaheshimiwa na kushirikishwa katika masuala ya amani. Kaunti ya Elgeyo Marakwet imeendelea kung'aa zaidi kimataifa kupitia wanariadha wake mashuhuri, wengi wao wakitokea au kufanya mazoezi yao mjini Iten. Miongoni mwao ni David Rudisha, bingwa wa Olimpiki na mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za mita 800, ambaye alitangaza Iten duniani kama Home of Champions. Kaunti hii pia imezaa wanariadha kama vile Julius Yego, ambaye ni bingwa wa Olimpiki katika mchezo wa kurusha mkuki, pamoja na Timothy Cheruiyot, bingwa wa dunia wa mita 1500.
Wanariadha wengine wengi wakiwemo wakimbiaji wa marathon na mbio ndefu hutumia vituo vya mafunzo vya Iten kujiandaa kwa mashindano ya kimataifa. Mafanikio haya yamewafanya vijana wengi kuona michezo ya riadha kama njia mbadala ya ajira, umaarufu na kubadilisha maisha, huku ikiendelea kuipa Elgeyo Marakwet heshima kubwa katika ramani ya michezo duniani. Eldo Records. Lakini licha ya mafanikio makubwa katika masuala na elimu, michezo na maendeleo ya kijamii, kaunti ya Elgeyo Marakwet bado inakabiliwa na changamoto kadhaa zinazohitaji suluhu za kudumu. Miundombinu duni ni mojawapo ya changamoto kuu, hasa katika maeneo ya vijijini na bonde la Kerio, ambapo barabara nyingi huwa hazipitiki kirahisi wakati wa mvua, jambo linaloathiri usafirishaji wa mazao ya kilimo, upatikanaji wa huduma bora za afya na hata mahudhurio ya wanafunzi shuleni. Hali hii imewalazimu wakazi kusafiri umbali mrefu au kutumia gharama kubwa kufikia huduma ambazo ni muhimu. Aidha, migogoro ya ardhi na mifugo imekuwa changamoto ya mara kwa mara, hasa katika maeneo ya mpakani na kaunti jirani kama vile Baringo na Pokot. Migogoro hii mara nyingi husababishwa na uhaba wa ardhi wa malisho, ukame wa mara kwa mara, pamoja na mila za kijadi zinazohusisha ufugaji wa kuhamahama. Matokeo yake ni kupotea kwa maisha, uharibifu wa mali na kufurugika kwa shughuli za kijamii kama vile elimu na biashara, hasa wakati wa msimu wa ukame. Zaidi ya hayo, mabadiliko ya tabia nchi yameendelea kuathiri pakubwa shughuli za kilimo ambazo ndizo uti wa mgongo wa uchumi wa kaunti. Ukame wa muda mrefu, mvua zisizotabirika na mafuriko ya ghafla katika Kerio Valley yamesababisha kupungua kwa uzalishaji wa mazao kama vile mahindi na maharagwe, kwa mifugo nao ikikosa maji na malisho. Hali hii imeongeza hatari ya njaa, umaskini na utegemezi wa msaada wa chakula, na hivyo kuonyesha umuhimu wa mkakati wa kilimo imilifu na uhifadhi wa mazingira. Kwa ujumla, kaunti ya Elgeyo Marakwet ni kaunti yenye historia tajiri, urithi wa kitamaduni na vipaji vya kipekee. Kuanzia karne ya 17 hadi leo, jamii zake zimeendelea kudumisha mshikamano huku zikikumbatia maendeleo ya kisasa. Hii imekuwa ni Fahamu Kaunti Yako. Leo tukiangazia kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mimi ni Davis Koskei.
Eldoret Records.